kwa uwezo niliopewa na kwa mujibu wa sheria ya mamlaka za serikali za mitaa Zanzibar namba 7 ya mwaka 2014 kifungu cha 88(1) na kama ilivyofanyiwa marekebisho mwaka 2016. Sasa naomba kutamka na kutangaza kuwa mabaraza ya madiwani yaliyopo Zanzibar nimeyavunja rasmi. Asanteni sana. Hapa ni Kikwajuni, wilaya ya Mjini Unguja. Ni katika maeneo ya ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdul Wakil Kikwajuni mjini Zanzibar. Ni katika ghafla ya uvunjwaji wa mabaraza ya madiwani ya mamlaka ya serikali za mitaa hapa Zanzibar, ambalo linatarajiwa kuvunjwa rasmi leo. Katika kufuatia kupisha na kukamilika kwa muda wa uchaguzi wa serikali hizi za mitaa kwa muda wa miaka 5. Twende tukawasikilize baadhi ya viongozi na madiwani watarajiwa kustaafu leo. Twende tukajionee mambo mengi ambayo wataelezea kuhusiana na hafla hii. Takwa la kisheria kwa mujibu wa sheria yetu namba 7 ya serikali za mitaa ya mwaka 2014 na mabadiliko yaliyofanyika pia mwaka 2022. Sheria ile inamtaka waziri mwenye dhamana ya tawala za mikoa, serikali za mitaa, na niishie hapo, hata hiyo idara maalum isingekuwepo, inamtaka kwamba kwa sheria hiyo lazima hayavunje mabaraza ya madiwani ili kupisha shughuli za maandalizi ya uchaguzi mkuu. Lakini wakati leo tunahitimisha muda wa uongozi wetu kama waheshimiwa madiwani kutoka kipindi cha 2020 hadi 2025, ni vyema tukatambua kazi ambazo zitaacha alama na zimeacha alama wakati wa uongozi wenu. Miradi mikubwa ndani ya serikali za mitaa imefanyika, mmetoa mchango mkubwa sana, ikiwemo ujenzi wa masoko, vituo vya jasiriamali, mikopo kwa jasiriamali pamoja na makundi maalum. Lakini pia nataka nichukue nafasi hii kuwakumbusha kwamba moja ya mafanikio ambayo mngepaswa kujivunia, na kwa sababu namba hazidanganyi, wakati wa mwaka 2021 tulitoka kutoka shilingi milioni 50 ambao tulikuwa tukizitoa kwa makundi maalum, na mpaka leo tunafikia hapa, tumefikia kutoa zaidi ya shilingi bilioni 3 kwa ajili ya makundi maalum. Hilo ni moja ya fanikio kubwa sana ambalo tumelipata, kwa namna ambavyo mmejitahidi sana katika swala zima la kusimamia ukusanyaji wa mapato. Bado ziko changamoto, lakini tukifanya ulinganifu kutoka tulipokuwepo na tulipo leo, ni vitu viwili tofauti. Mimi natoa wito kwa watendaji wenzangu ambao walioko, baada ya kuvunjwa mabaraza haya madiwani, naomba sasa watendaji wenzangu wakisimamiwa na wakurugenzi tuendelee kuwahudumia wananchi kama ambavyo waheshimiwa madiwani walivyokuwa wanafanya. Tusisite wala tusirudi nyuma. Tumepiga hatua kubwa sana ya maendeleo hivi sasa na jamii kwa kweli imetukubali. Niaba ya waheshimiwa madiwani, tunashukuru sana serikali inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ya awamu ya 8 kwa uamuzi wake wa kutuandalia utaratibu wa kulipwa mshahara baada ya kulipwa posho na kupelekea kuwepo kwa mafao ya waheshimiwa madiwani ambayo yataboresha zaidi umalizaji wetu na kiinua chetu mgongo, tukiwa na mafanikio kwamba kitakuwa ni chenye kuridhisha. Aidha, tunaishukuru serikali ya awamu ya 8 kupitia bajeti ya mwaka huu
ya mwaka 2025-26 kwa kufanya maslahi ya madiwani kuwa mazuri zaidi. Na neno la shukrani ambalo shukrani hizi zinatoka kwa madiwani wastaafu. Waheshimiwa madiwani wastaafu, Mheshimiwa Waziri, wanaipongeza sana, wanasema wanatoa pongezi sana, kwanza kwa Chama cha Mapinduzi kuamini miaka mitano wamewatuma na kufanya kazi ambayo Chama cha Mapinduzi na imani kwamba wameridhika kazi ambayo wamefanya waheshimiwa madiwani. Kwa hiyo na imani kwamba kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mjini hapa, watu wote wamefanya vizuri. Kwa vile Chama cha Mapinduzi ni chama imara, chama bora, chama dume, imani yangu ni kwamba watafanya kile ambacho kinastahili. Ni diwani wa wadi ya Malindi ama ni mstaafu, lakini bado sijastaafu kwa sababu mimi nilichaguliwa na wananchi. Nitaendelea kuwatumikia mpaka pale utakapopita uchaguzi na kuchaguliwa diwani mwingine. Lakini tunashukuru, alhamdulillah, tumeifanya ile kazi ambayo tuliiomba ya kumsaidia Mheshimiwa Rais katika swala zima la utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, swala zima la usafi wa mji, ambao mji wa Zanzibar, kama mimi ni diwani wa Malindi, ni kitovu cha Zanzibari. Kwa hiyo matarajio yetu, tunategemea mmeyaona yale yetu yote mazuri ambayo tumeyafanya kwa ushirikiano wa wananchi ambao walituchagua na kutupa imani zao. Ni imani yetu kwamba watatuchagua tena ili tuje tuendeleze pale ambapo tumepabakisha. Kwa sasa shughuli zote za serikali zitasimamishwa hadi hapo litakapoundwa baraza jipya la madiwani hawa kupitia uchaguzi mkuu wa serikali za mitaa hapa Zanzibar. Nikiripoti kutoka ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdul Wakil, mimi ni Mariam Said, Leaders TV. Wajibikaji ni msingi wa maendeleo.